matarajio. Sawa? Sijui wewe unatarajia nini katika maisha yako. Huwezi kufaulu ukiwa huna matarajio yoyote. Never. Ukisema ya kwamba nitapita mtihani, ni lazima kuna kitu kitakusukuma kwenda katika hiyo goal ya kupita mtihani. Lakini kukuuliza matarajio yako ya maisha ni nini, mimi hata sijui. Matarajio yako ya maisha ni nini? Ni lazima uelewe ya kwamba maisha yangu ni lazima kuna matarajio makubwa. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Matarajio ni kama maono. Huwezi kufaulu ukiwa wewe hutarajii chochote. Na nikaeleza katika lugha ya Kiingereza, expectation means to look something to happen. Kwa Kiswahili ni kuangalia au kutarajia kitu kikafanyike. Ya pili nasema is a strong belief that something will happen. Inaingia na kuamini. Unapoamini ya kwamba mwaka huu maneno yaliyoongelewa pale katika timu ya mwaka 2020, haleluya, ni lazima ikatimie. Resolutions ambazo umeziandika za mwaka, unasema ninapoingia 2020 nimeandika matarajio ambayo nataka ikafanyike. Nikasema ya kwamba napata the feeling that good things are going to happen in the future. Yote ni matarajio ya kwamba ndani yako nasikia ya kwamba mwaka huu kuna mambo mazuri yanayotendeka katika maisha yangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwaka huu ni lazima mambo yatendeke. Nitakupatia historia moja uelewe vizuri maana ya matarajio. Amen. Kulikuweko na mama mmoja. Mama huyu alikuwa ameolewa. Mama huyu akaja, bwanake alipozaa mtoto wa kwanza, walikuwa wanaishi katika shamba la baba yao. Na hili shamba baba alikuwa na watoto kadhaa, akawagawanyia shamba lake kabla hajafa. Kila mtu hafu andeka, halafu andeka, hafu andeka, halafu andeka. Haijalishi na watoto 10, hafu yako ndio hiyo. Sasa bwana wa huyu mama akafa baada ya kuzaa mtoto wa kwanza wa kiume. Nataka usikize vizuri upate ujumbe ambao ninaenda nao. Bwana asifiwe. Alipozaa mtoto, bwana alipokufa, akawa na matarajio makubwa kwa ajili ya mtoto wake. Akasema mtoto huyu nitamlea hata kama ni kwa shida, lakini najua natarajia kwamba atanifaa. Bwana Yesu asifiwe. Na kaendelea kutarajia, akafanya kila kitu. Lakini siku moja wale babake au bwana zake wadogo wakasema huyu kijana atarithi hii shamba ya hii ambayo alipewa, na sisi tunataka tuangamize ili tukaweze kupata hii kipande tuongeze. Na katika huyu mama na huyu mtoto hakuna mwingine anaweza kutuklema. Ya ndugu yetu na sisi tutachukua. Mama karauka kwa mto ili achote maji asubuhi mapema. Akaacha mtoto akilala ndani.
Ndugu zake wakaja asubuhi mapema, wakajua wako ndani wamelala, wakafunga kwa nje mlango, wakaitia moto ile nyumba. Nyumba inawaka, mama hayuko, ameenda kuchota maji, anaambiwa kwako kunateketea. Mama aliacha chombo cha maji akarudi mbio, maana alijua kuna mtoto ameacha. Alipofika kwa nyumba haimiliki, moto umeshika kila mahali. Alibidi kwa sababu ya uchungu na matarajio ya mtoto wake, aligonga mlango kwa sababu ulikuwa umefungwa kwa nje, akafungua akaingia na moto. Bwana Yesu asifiwe. Akampata mtoto, bado hajaangukiwa na moto, lakini mtoto kuanza kulia kwa sababu ya ile moshi na mvuke mkubwa ambao uko pale. Baba akajitanda nguo, hakujua ile nguo ni lazi, ili akaweza kumbeba mtoto wake, akamfunika vizuri asipate moto, atoke naye akiwa mzima. Baba huyu akatoka na mtoto, lakini moto ulikuwa mkali mno, mlango umeshika moto kila mahali. Baba huyu akavaa moto mwili wote. Ile nguo ilikuwa kama plastic, ikaanza kumelt katika kichwa yake kila mahali. Mtoto amemshikilia, anataka mtoto wake akaweze asichomeke, akamfunika na mablanketi ili atoke naye. Akatoka akakuka kule nje, lakini mtoto akiwa maguka kule, mama hanafahamu, maana moto umemzidi, kichwa kinawaka, kila mahali kuna waka. Watu wengine wakaja wakambeba, mama hana fahamu, akachukua mtoto akampeleka hospitali. Mama mdomo wote ukafanywa surgery, ukakatwa wote, meno yakawa nje, pua yake zikabaki zile tundu tu. Kumbe mwanadamu, Mungu amekuumba na pua ipendeze, lakini ikitolewa hiyo pua yako inabaki tundu peke yake. Sura ikabadilika, lakini akawa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Wakapewa makazi na watu wengine wakakaa. Mama akawa na matarajio ya kijana wake, akaendelea kumsaidia mpaka akamaliza darasa la 8, akaendelea mpaka akamaliza form 4, akaenda kufanya kazi, yaani kazi za kufanya ili mtoto wake, hakuna mtu anamsaidia. Wengine hata akienda kutafuta kazi asienda, anaambiwa mama, wewe hapo watoto wangu unawatisha vile ulipo, toka. Yaani meno yako nje kama mtu alikufa kitabu. Ni hadithi ambayo unaweza kuona ya kwamba, lakini ni kitu kilichotendeka. Mtoto akamaliza akapita vizuri. Watoto wa kusukuma wapendwa, ambao hawana wazazi, Mungu wako naye. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huwasaidia. Akapita kidato cha 4, akaenda akapelekwa na mahisani. Baada ya wahisani wakamsomesha, wakamuingiza university. Mama anapiga chakula, wengine anakosa, wanalala, lakini matumaini ya matarajio ya mtoto wake akawezi kufaulu. Maana alisema mtoto wangu ukifaulu, hata nami nitafaulu maishani. Na hakuweza kumwambia mtoto wake, maana alimuona mtoto wake mama ndizo alizaliwa. Sasa siku moja akiwa chuo kikuu, mama akaenda kumtembelea mtoto wake. Mara ya kwanza, mara ya pili, wale watoto wanaanza kumcheka. Anasema huyu ni hyena, ni fisi, ndio anakuja kutembelea. Anasema wewe baba, anasema baba, wewe basi wewe labda umezaliwa na fisi. Wakaanza kumtega watoto wazao, anasema wewe ni mtoto wa fisi, kumbe si binadamu wewe. Mjana akaanza kulia, akaanza kusoroneka. Masomo kama na drop kwa sababu ya mamake. Alipoenda nyumbani akamwambia mama, usinitembelee tena shuleni. Nimekupa warning, usinitembelee tena, maana ninachekwa na wewe ni fisi.
Kwa hivyo ni kwamba mimi nilizaliwa na fisi na mama wenzangu ni wazuri, hawako vile huko. Mama alitoka machozi, akamwambia mwanangu njoo, akampatia kile kisa kilikwenda, akamwambia mwanangu, mimi kunifanya hivi ni wewe. Nilizaliwa vizuri na macho yangu na pua yangu na kila kitu, lakini mwanangu, ulifanyisha hili jambo ni wewe, kwa sababu nilikuwa ninakuokoa maisha yako usikufe. Nilikuwa natarajia makubwa baada ya babako kufa, lakini kwa sababu ile shamba ilileta shida, wakawa wanatua sote. Bahati nzuri mimi nilikuwa nje, ndio nikakuokoa, ndio nikachomeka mwanangu kwa kukuokoa. Kijana mama akamweleza kila kitu, mama akaelewa kijana. Kijana aliporudi shule hakuweza kukambana na wenzake, aliweza kusoma. Baadaye asifiwe. Akajua kumbe mimi nilisababisha baba afanyike vile, wacha nisome kwa bidii. Alisoma kijana, akamaliza vizuri, akapata kazi nzuri, akapeleka babake India kwa surgery, awekwe mdomo plastic, ile mdomo wa plastic vizuri. Akaenda kutengenezwa babake, pua ikawekwa hivyo, lakini nzuri kushinda ile ya kwanza. Yaani mama akicheka ana matumaini. Kwa sababu ya nini? Mtoto wake alijua sasa babangu lazima nimtengeneze ili awe mtu bora. Amen. Na kanunua shamba lingine, wakaenda wakaambia, wakajenga nyumba zao nzuri, wakakaa. Wapendwa, nazungumzia kuhusu matarajio. Sijui wewe una matarajio gani juu ya mtoto wako? Sijui una matarajio gani juu ya maisha yako? Sijui una matarajio gani katika huduma? Sijui una matarajio gani hata ile kazi ambayo unafanya, katika ile biashara yako? Bwana Yesu asifiwe. Ni uwe na matarajio kama mama huyu. Aliweka matarajio makubwa kwa kijana, na kijana hakuelewa kumbe yeye anasimamisha babake awe vile yuko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mama alijitolea, na mwisho wake Mungu akampigania na akawa vizuri, na wakawa Mungu naye anajua kwamba kweli kuna jambo lilitendeka katika maisha yake. Tutasoma katika kitabu cha Mika 7:7 mpaka 8. Wait for the God of my salvation. My God will hear me. Do not rejoice over me, my enemy. When I fall, I will arise. When I sit in darkness, the Lord will be a light to me. Hallelujah. Ni maneno mazito yaliyotoka katika nabii ambaye alikuwa anaitwa Mika. Mika alikuwa anatoka katika mji mdogo wa Moresheti Gati, ambao ulikuwa uko karibu au maeneo ambayo si mbali sana na Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ilikuwa ni mashambani, na hapa Moresheti Gati ni mahali ambapo ilikuwa ni mashamba ambayo ina rutuba, mashamba ambayo ilikuwa inazaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa huyu nabii akawa ametoka katika kijiji hicho, na nabii huyu alikuwa pia ametoka katika familia iliyo duni. Sema duni. Haleluya. Kila mmoja ametoka katika familia ya background yake. Si kila mmoja alikula na kijiko wakati ni mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Neno akawaambia kwamba nitamtazama Bwana, nitamngoja yeye Bwana wa wokovu wangu. Ninajua wewe Bwana utanisikia. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyekuwa anatarajia ya kwamba Bwana yeye ndiye ambaye atamngoja
kungoja, maana ni Bwana wa wokovu wake. Haleluya! Anasema ninajua wewe Bwana unasikia. Unapoomba, wengi hawawezi kujua ya kwamba Bwana amesikia. Anatoka pale na mashaka. Ndio unaona watu wengi wanachukua muda hata kupona, maana wanajua Pastor Philip akija kuombea mpaka aweke mikono wasukume, anasukuma kianguka, ndio anajua kwamba amepokea. Lakini sio imani. Imani ni kwamba neno la Mungu ndio linaponya. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uchengwe katika imani. Kuombewa, kuwekwa mikono, hiyo ni Biblia, lakini usitazamie ya kwamba kila mtu aweke mkono. Tazamia kwamba inatarajia kwa Bwana. Neno aliloliongea kwa Mungu wake ndilo ambalo litaliponya. Haleluya! Ni mtu ambaye anatarajia, hata japo ndipo vile niko sasa, nimeombewa lakini kichwa kimezidi kuuma, lakini najua Bwana umesikia. Ninapofika nyumbani, ninajua kichwa yangu itaicha kuuma kwa jina la Yesu. Haleluya! Ni lazima uwe na matumaini ya kwamba hivi ndivyo ilivyo. Na anasema hii nane, do not rejoice over me. Haleluya! My enemy when I fall. Yana anasema ya kwamba usifurahi wewe adui wangu wakati unaniona niko chini. Wengi wakikuona wako chini ndio wanafurahia. Wakati unaomba mkate ndio wanafurahia. Wakati ambapo maisha na chumvi, wanaenda kutangaza kwa majirani ya kwamba fulani pia naye huomba, amekuja kwangu anataka chumvi leo. Lakini ujumbe kwamba titarajia kutoka kwa Bwana. Haleluya! Neno linasema do not rejoice over me, my enemy. When I fall, I will arise. Haleluya! Usimwone amegoma msumari mahali yuko. Yeye kuna Bwana ambaye humwinua. Kuna Bwana naye atamsimamisha. Kuna Bwana ambaye naye atamfanya kitu. Kuna Bwana ambaye anakuwa naye ni mtu ambaye anategemewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana yeye Bwana ndiye ambaye huinua watu. Amen. Hakuna mtu alizaliwa na nyumba kubwa. Hakuna mtu alizaliwa na mashamba. Bwana Yesu asifiwe. Mashamba Bwana ndiye anakupatia. Hata kama ulirithi kwa baba yako, hiyo ni urithi, lakini yeye ndiye amesababisha upewe hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo hakuna I will arise when I sit in darkness, the Lord will be alive to me. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati tuko kwa giza, hatuoni mahali tunaenda. Yaani unachekwa. Wakati watu wanafutwa kazi ndio wanakucheka. Kila mmoja tuna matarajio makubwa. Amen. Na naamini tukiwa pamoja hapa, na naamini natutangazia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiwa uko na mimi mahali hapa, mpaka Mungu aonyeshe ile maono ambayo nilikuwa itimie, hakuna mtu atakuwa anatembea na mguu. Hakuna mtu atakuwa analipa nyumba tena. Bwana atashukisha neema na fadhili zake kwa ajili yako. Utafanya nyumba yangu maneno haya, na kutakuwa na mlipuko mkubwa wa kiungu. Mungu anaenda kufanya mambo ambayo hujaona. Kuwa natarajia kutoka kwa Bwana. Sijui kuna mambo natarajia ngapi. Lakini Mungu anayeishi, Mungu ambaye namwabudu katika roho na kweli, anaenda kuachilia jambo juu ya maisha yako. Hutabaki vile ulivyo. Bwana ana matarajio makubwa kwa ajili ya ufalme wake. Yeye ana matarajio makubwa. Leo ni siku ya kubomoa misingi ambayo shetani ameweka.
chomeka kwa jina la Yesu.